kwa upande wa wakala vipimo tunaungana na taasisi nyingine za vipimo duniani ili tusiwe nyuma kuadhimisha katika siku hii, kwa sababu siku hii ni adhimu kwetu, siku hii ni muhimu kwetu sisi kama wakala vipimo, lakini na dunia kwa ujumla kuwa na kipimo cha aina moja. Kuwa na kipimo cha aina moja kwa maana kilo moja ya mchele ikipimwa Zanzibar, maana yake ikienda Kenya ionekane kwamba kilo moja, ikienda India ionekane kilo moja, ikienda China kilo moja, ikienda Marekani kilo moja. Kwa hiyo ndio maana hata bidhaa ambazo zinatoka nje ya nchi kwa wafanyabiashara wetu ambao wanakwenda kuchukua nje wakaleta kutuuzia Zanzibar, utakuta kipolo cha mchele kimeandikwa kilo 50. Maana kile kilo 50 tunajiridhisha kwamba kule kinakotoka ni kweli kilo 50 na hapa kilipofika kimetimia kilo 50, pamoja na vipimo vingine. Tukipima vipimo vya ujazo, unapokwenda tunakuagizia ujazo au lita za mafuta kutoka nje ya nchi, tukasema labda meli hii imeingia na tani milioni 10, maana yake tunajiridhisha kwamba zile tani milioni 10. Kwa hiyo kule kujiridhisha tayari tumeshaendana na vile vipimo vya kimataifa katika International System of Unit. Kuendea katika maadhimisho hayo, kama wakala vipimo tumefikia kufanya baadhi ya activities ambazo zitatupelekea katika hayo maadhimisho. Na kwa kuanzia tumeanza kwenda katika kupima vipimo au mizani zinazotumika katika kupimia wagonjwa hospitali. Kama ninavyofahamu kwamba masuala ya vipimo ni sekta mtambuka, wakala vipimo sheria yake imejikita zaidi katika biashara. Lakini ukienda katika mantiki ya vipimo, kwa kuwa ni sekta mtambuka, kila ambacho kinatumika katika dunia hii kinahusiana na vipimo. Na ndio maana wakala vipimo tumeangalia katika biashara, lakini kuna zile sectors tofauti. Ukienda katika afya utakuta vipimo kama tulivyokusudia kwamba kwenda katika zile mizani za hospitali, lakini kuna vipimo tofauti hospitali ambavyo vinatumika. Ukienda katika usalama kuna vipimo vinatumika, ukienda katika mazingira kuna vipimo vinatumika. Sheria imetutaka kwamba tuingie zaidi katika biashara, lakini pale panapohitajika kwenda katika sekta nyingine, basi tusiwe nyuma ili tukavifanyie kazi kuhakikisha kwamba kile kinachopimwa ndicho kilicho sahihi katika ule usahihi uliopo. Maadhimisho ya siku hii kwa hapa Zanzibar ni maadhimisho ya kila nchi, kwa sababu sisi tunaadhimisha kama Zanzibar, lakini hata kwa wenzetu Tanzania bara na wao wana maadhimisho kama haya, na wao wamedhamiria kufanya baadhi ya activities ambazo zitahusisha na masuala ya vipimo. Lakini sio kwa Tanzania tu, karibu nchi zote zile ambazo zimo kwenye jumuiya ya vipimo na ambazo hazimo katika jumuiya ya vipimo, ili kuendana sasa na dunia kwamba siku hii imewekwa mahsusi kwa ajili ya kuadhimisha. Kwa hiyo tukasema na sisi tusiwe nyuma ili tuingie katika huo mjumuiko wa mataifa mengine ili kuweza kuadhimisha pamoja na mataifa hayo. Tunapomtaka huyo mmiliki wa kipimo afanye marekebisho, manake ni jukumu lake kufuata miongozo tunayompa kufanya marekebisho. Lakini tukikuta labda hitilafu imetokana labda ya upungufu wa kipimo kilichopatikana kwa bidhaa iliyozalishwa, baada ya kuishampa taarifa kwamba kipimo mashine zako zina deliver lower au zinapunguza katika ujazaji wake, kwa hiyo tunampa marekebisho, ujazaji wako au matatizo yaliyotokea kwenye mashine yanatokana na kitu gani. Kwa hiyo tunamwachia muda afanye marekebisho ili kuweza kuweka kile ambacho kinachotakiwa, kama kweli lita moja, lita moja na nusu. Kwa hiyo inapotokea sasa hakufuata miongozo ile tuliyompa, tukaenda tena tukamkuta anafanya, tukalikuta kosa lile, manake kweli kosa lilitokana na mtambo au mashine unajazia katika maji, lakini kwa sababu tulimpa taarifa, tulimpa maelekezo nini cha kufanya, kwa hiyo tukikuta hajakifanya, manake tunajua kwamba huyu mtu alikusudia hichi kitu kufanya kwa udanganyifu. Na labda tufahamu kwamba viwanda vingi vyetu tulivyonavyo Zanzibar ni vya maji. Kwa mfano ingekuwa labda kiwanda cha soda au kiwanda cha juisi, ikiwa chupa imeandikwa lita moja au mililita 500, kwa mfanyabiashara anayejaza juisi katika chupa ya mililita 500 akipunguza mililita 10 au 20 tu, maana yake kwa kiasi kile anachopunguza zikifika idadi fulani maana kishapata chupa nyingine ya juisi. Kwa hiyo maana yake anakwenda kuwanyima wale wanaouzia, lakini anajipa faida yeye. Sawa? Kwa hiyo inapotokea sasa tumempa maelekezo nini cha kufanya, lakini tukaenda tena akawa hajafanya, manake ni kosa kisheria na natakiwa tuchukue hatua. Na bahati nzuri kwenye sheria yetu kila kosa lina adhabu yake. Bila shaka kuna makosa, kuna mjumuiko wa makosa ambayo yana adhabu ya aina moja, lakini kwa kosa linalotokana na ujazaji wa bidhaa
au wingi wa bidhaa ambao haujatimia. Kwa mfano, mfanyabiashara kazalisha saruji au kafungasha saruji katika mfuko wa kilo 50. Sisi tukakuta labda hakijatimia, na tukajua kwamba kile alichokifanya alidhamiria kufanya vile kwa lengo la kupata faida. Maana adhabu yake aidha ni kifungo kisichopungua miezi 6 au kisichozidi miaka 3, au adhabu faini isiyopungua shilingi milioni 2 na isiyozidi shilingi milioni 10. Hiyo ni mfano wa adhabu ambazo zimo katika sheria kwa bidhaa kama hiyo ambayo Zanzibar tunategemea bidhaa nyingi kutoka nje mpaka sasa hivi, ambazo chache zao tunazalisha hapa nchini. Lakini wakala vipimo tuna jukumu la kuziangalia hata hizo bidhaa zinazotoka nje ya nchi, kwa sababu ikiwa tunakwenda kuangalia bidhaa za ndani ya nchi tu, bidhaa za ndani ya nchi atakuja kusipima nani? Kwa hiyo hata bidhaa za nje ya nchi tuna jukumu la kuzihakiki, japo bado hatujaanza kuzihakiki kutokana na changamoto ninosema, kwa sababu bidhaa nyingi zinazokuja, kwa hiyo na hata au watendaji wa kuweza kuzipima hizo bidhaa wanakosekana. Lakini tumeanza kuzipima baadhi ya bidhaa. Tumeanza kuzipima bidhaa zile muhimu: mchele, unga, sukari, mafuta ya kula. Lakini hata kwa baadhi ya bidhaa za ujenzi, mfano hizo mifuko ya saruji au nondo, kwa bidhaa ambazo zinatoka nje ya nchi na ambazo zilikuwa zikionekana zina hitilafu kubwa, mfano kama nondo. Nondo ni bidhaa ambayo inakwenda kutumika ndani ya nchi katika masuala ya ujenzi, lakini ilibainika kwamba wafanyabiashara wengi ambao wanaleta nondo kutoka nje ya nchi kuja hapa Zanzibar wanaleta nondo ambazo hazitimii katika either dimension, ule urefu unatakiwa, au thickness. Tunajua urefu kamili wa nondo unaotengenezwa dunia nzima ni mita 12, lakini ilikuwa ikibainika kwamba nondo nyingi zinazokuja hazifiki mita 12.